Mambo vipi wadau? Bwana, leo nataka kuongelea kuhusiana na jambo moja. Jambo lenyewe linahusu ukitembelea nchi ya Burundi, swala zima la Bolt. Uwe makini. Kwa sababu katika ile nchi bwana hakuna Bolt. Kwa hiyo ukitaka kusafiri ndani mle kufanya mizunguko yako, labda kama utakuwa Bujumbura ama huko Ngozi ama huko Gitega, popote, swala la Bolt halipo. Sasa hiyo inaenda challenge kidogo kwenye swala zima la usafiri. Ukizingatia sasa hizi nchi karibu nyingi na miji mingi mikubwa, hasa miji mikuu ya nchi mbalimbali, Bolt inapatikana. Kwa hiyo inakurahisishia usafiri. Hata kama maeneo ya juu, ukibook Bolt ukiandika sehemu unayoenda inakupeleka. Lakini bwana, kwa pale Bujumbura hali ni tofauti. Bolt hamna. Kwa hiyo swala la usafiri kidogo linakuwa gumu kuweza kulifanya. Na ukumbuke kwamba nchi ile wanaongea Kifaransa na Kirundi. Na maeneo mengi hata majina wanavyoandika wanaandika hivyo hivyo Kifaransa. Sasa kama hujui Kifaransa ama Kirundi, maana yake upate kuulizia. Sasa Kiswahili watu wachache ndio wanazungumza Kiswahili pale Bujumbura. Kwa hiyo kumpata mtu ambaye ukamweuliza akaweza kukuelewesha vizuri kufika unakoenda inaweza kuwa ni mtihani kidogo. Sasa uwe makini, lazima uwe mjanja unapotembea. Uhakikishe maeneo kama unayotaka kutembelea unaya Google tu kwenye Google Map, then unafika. Utatumia, kama unataka kusafiri utatumia taxi, zipo, lakini ni zile za kawaida za mfumo wa zamani ambao hata Tanzania hapa tulikuwa tunautumia. Au labda tutachukua boda umuelekeze huyo mtu unakoenda, na akishajua kwamba wewe ni mgeni, uwe tayari kupigwa. Yeye atakupiga tu kwa sababu atajua kwamba eneo ulijui na umbali hujui, kwa hiyo ataanza kukadiria hela yoyote. Kwa hiyo unapopanga safari yako kwenda Burundi, jipange kwa hilo pia, ya kwamba nchi ile haina Bolt. Kwa hiyo swala la usafiri itabidi bajeti yake uiongeze kidogo, kwa sababu unatumia usafiri ambao utakufanya uingie gharama kubwa kidogo, tofauti na kama Bolt ingekuepo na ungetumia. Kwa hiyo chukua hiyo. Mimi Study Gray nakukaribisha sana. Video hii kama utakuwa na swali unaweza ukaliandika hapo chini, ukalike na kushare, lakini ukasubscribe ili ninapotoa video nyingine basi iwe rahisi kwako pia kuweza kuwa wa kwanza kuzipata. Asante na wakati mwema. Peace out.